Habari, hii ni Plus Weekend tena. Karibu katika mkusanyiko na mjumuiko wa matukio makubwa yaliyojiri katika juma hili. Jina langu ni Witness Matiku, karibu. Wiki hii wa Tanzania tumepokea tangazo kuhusu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye katika kuadhimisha sikukuu yake na kumbukizi ya kuzaliwa anatarajiwa kufanya zoezi maalum la upandaji wa miti litakalofanyika Januari 27 mwaka huu maeneo ya Bungi, Kilimo na Kizimkazi, Zanzibar. Na tupate simulizi zaidi kuhusu tukio hili. Kupitia taarifa ya kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu, imeelezwa kuwa zoezi hilo lenye kauli mbiu isemayo uzalendo ni kutunza mazingira, shiriki kupanda miti, linaakisi dhamira ya dhati ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuendeleza ajenda ya taifa ya uhifadhi na utunzaji wa mazingira, ikiwemo utunzaji wa miti, ulinzi wa vyanzo vya maji, kuimarisha uoto wa asili na kuchangia kwa vitendo juhudi za kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Aidha, zoezi hilo ni ishara ya uwajibikaji wa pamoja na linatoa fursa kwa kila mmoja kwa nafasi yake na mahali alipo kushiriki katika kulinda na kuenzi mazingira kwa manufaa ya sasa na kizazi kijacho. Taarifa hiyo imeendelea kwa kusema Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa wito kwa Watanzania kuendelea kujenga utamaduni wa kulinda na kuhifadhi mazingira kwa hiari, wakitambua kuwa ulinzi wa mazingira ni msingi wa uhai, maendeleo na usalama wa taifa. Hali kadhalika, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewahimiza wananchi, taasisi na wadau wa mazingira kushiriki kuendeleza ajenda ya uhifadhi wa mazingira, ikiwemo kupanda angalau mti mmoja nyumbani, shuleni, kazini au kwenye maeneo yote ya kijamii. Ikumbuke kuwa kila mwaka ifikapo Januari 27, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan huadhimisha siku ya mfanano wa kuzaliwa kwake. Na wiki hii wakazi wa mkoa wa Singida walipokea ugeni wa Katibu wa NEC Itikadi, Uenezi na Mafunzo wa Chama cha Mapinduzi, Kenani Kihongosi, ambaye alifika katika mkoa wa Singida kukagua utekelezaji na ahadi za Chama cha Mapinduzi. Na katika mradi huo amesema mradi unaojengwa katika halmashauri mbalimbali za nchini inapaswa kuwa mkombozi wa uchumi na wananchi wenye tija na kutoa fursa. Na tutizame kwa mtiririko wa ziara katika eneo moja hadi jingine katika ziara hiyo. Mnamo Januari 19 alikagua ujenzi wa soko la vitunguu katika halmashauri ya wilaya ya Singida. Katibu wa NEC Kihongosi alikagua soko hilo lililopo halmashauri ya wilaya ya Singida na kuweka jiwe la msingi la ujenzi, ambapo ametaka soko hilo litumike kuinua uchumi wa wananchi, kwani litatoa ajira zaidi ya 4,000 kwa wakati mmoja. Mradi umeanza utekelezaji na hapa linajengwa soko. Tumeonyeshwa pale kwenye mchoro namna gani soko litakuwa la kisasa. Moja, litabadilisha mandhari ya manispaa ya Singida, lakini litakuza uchumi wa wananchi wa Singida na wakulima wa vitunguu. Lakini hapa itakuwa ni kitovu cha uchumi katika ukanda huu, kwa sababu mpaka wilaya jirani watakuwa wanaleta vitunguu hapa. Lakini ajira ambazo zitatengenezwa hapa ni zaidi ya 4,000 kwa wakati mmoja. Litakuwa na faida kubwa sana kwa nchi nzima na mkoa wa Singida kuwakilisha. Wakulima wote wa vitunguu watakuwa hapa na mapato yote ya serikali yatapatikana kwa wingi hapa. Mimi nafurahia soko hili kwa sababu linatupa mafanikio ndani ya mkoa wa Singida, linaingiza ajira kubwa kwa vijana wa mkoa wa Singida na linaleta mafanikio makubwa hasa kiuchumi. Mwenezi Kihongosi alitembelea na kukagua mradi wa hospitali ya halmashauri ya wilaya ya Singida, ambapo licha ya kuridhishwa kukamilika mradi huo, lakini amekumbana na changamoto ya hospitali hiyo kukosa gari ya wagonjwa, na jambo lililomlazimu kumpigia simu waziri wa afya Mohamed Mchengerwa. Na hivi karibuni wizara yangu itakwenda kupokea magari zaidi ya karibu 40 ambayo tutayagawa katika maeneo mbalimbali kwa kushirikiana na ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI. Ndio. Kwa hiyo tunathibitishia wananchi wa eneo hilo kwamba kwa maelekezo ya chama, maelekezo ya ilani yetu ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, lakini ninyi viongozi ambao mmekuwa mkitusaidia mwenyekiti wa chama chetu, hakikisha tumeangalia maeneo yenye kipaumbele. Ndio. Pamoja na eneo hilo ambalo
nimekwishaelezea. Kuna tarafa 3. Kwa hiyo tukipata magari matatu kwa ajili ya wagonjwa kuwabeba tutawashukuru sana. Nikodemo Rajiga, Plus Weekend. Januari 20 alitembelea shule ya msingi Sofia katika kijiji cha Iguguno, wilaya ya Mkalama, na kukagua ukarabati wa miundombinu. Ziara katika shule ya msingi Iguguno wilayani Mkalama ilikuwa ni siku ya 3 ya ziara ya katibu wa neki itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM Kenani Rebani Kiongosi, ambapo alikagua maboresho ya ukarabati wa miundombinu ya madarasa 3, nyumba ya walimu, matundu ya vyoo kwa gharama ya shilingi milioni 243, huku wananchi wakichangia fedha milioni 3.5 pamoja na kusaidia nguvu kazi ikiwemo kubeba mawe na kuchimba misingi. Tulivyokuja wananchi pia walikuwa na mwamko wa kushiriki jambo hili, kusema kuwa jamani, kweli tumepata mradi huu, basi tushirikiane na viongozi wetu. Mshukuru Mama Samia, tunashukuru, pokea zawadi zetu za shukurani, hata kwa maneno tu. Mungu akubariki sana, endelee kukutunza. Tupa tafsiri nzuri, tunajua kwamba serikali yetu imetujali na kutupa madarasa 3 pamoja na nyumba ya mwalimu T1 na vyoo na matundu ya vyoo 38. Ni imani yangu mmetoa mchango ambao utakumbukwa na taifa letu, lakini watu wa Iguguno, kizazi kinachobaki ambacho ni hiki, kitakumbuka mema ambayo nyinyi mmeanzisha, kama ambavyo nyinyi mmerithi madarasa haya kutoka kwa wazee wenu. Sasa tuzidi kushirikiana na serikali katika shughuli za maendeleo na tuzidi kuhakikisha elimu inakuwa ni kipaumbele kwa wanafunzi wetu. Akiwa katika zahanati ya Iguguno inayotarajiwa kukamilika mwisho wa mwezi huu, ambayo ujenzi wake umegharimu shilingi milioni 250, amesema wananchi wanaposhiriki katika miradi ya maendeleo wanaifanya kuwa endelevu, kwani hujiona ni sehemu ya mradi huo. Kwa mujibu wa taarifa kwamba vifaa vyote vipo, kwamba itakapokamilika vifaa vinawekwa na kazi ya kwanza kutoa huduma inafanya nini? Inaanza mara moja. CCM oye! Jambo la 3, tumeambiwa kuna bakaa ya fedha milioni 28 zitumike vizuri kukamilisha kazi ya hapa. Fedha hizo zikitumika vizuri, hata serikali na sisi chama tutasema watu wa Mkalama wametutendea haki katika matumizi ya nini? Ya fedha za umma ambazo zimekuja hapa. Faida za mradi. Mradi ukikamilika utarahisisha upatikanaji wa huduma za afya. Wanufaika wa mradi na wananchi wote wa kata ya Iguguno, maeneo ya kata jirani za Kikonda, Kinyangiri, Tumuli, lakini pia kata jirani ya Msisi, Singida DC, Mbelekese, Iramba wapatao 61,251. Eden Bahati, Plus Weekend. Na mnamo Januari 21 alipokea kero kutoka kwa wananchi wa Iramba. Januari 21 wakazi wa Iramba walijitokeza kuwasilisha kero na changamoto zao mbele ya katibu wa NEC itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM Kenani Kiongosi, ambaye anaendelea na ziara ya ufuatiliaji wa utekelezaji wa ilani na ahadi za Chama cha Mapinduzi CCM mkoani Singida, ambapo wamekiomba Chama cha Mapinduzi kutatua migogoro ya ardhi, familia pamoja na ya kiutawala. Naye kijana wa kike anasoma chuo, lakini fedha sina. Fedha hizo zimekosekana haraka kwa sababu siku moja ng'ombe zangu 8 nilikuwa nimezifuga zikapwa siku moja. Mshahidi wapo. Anasoma wapi huyo binti mzee wangu? Anasoma. Naomba tumsikilize huyo mzee, tuchukue details za huyo kijana wake, alafu tuwasiliane na uongozi wa chuo. Jana tu tumeitwa kwa ajili ya kupokea mgeni. Katibu wa chama wa tawi akatuambia mabalozi hamna ruhusa kufanya kazi ya serikali. Kwa hiyo mabalozi mna haki ya kushiriki katika shughuli za maendeleo. Kama shule inajengwa, mwenyekiti wa kata, wa chama, wa tawi, wa shina na mabalozi mnaruhusiwa kwenda kwenye mradi wa shule kushiriki shughuli za maendeleo ndani ya maeneo yenu, kwa sababu nyinyi ni wakazi halali wa maeneo hayo. Na kama kuna vyama vingine vyote na vyenyewe vinaruhusiwa kwenda kushiriki pale, na kama kuna mwananchi hana chama anaruhusiwa kwenda kufanya nini? Kushiriki kwenye maendeleo yake.
Kiongozi ametembelea shule ya Ulemo ambapo ametoa wito kwa wazazi kutunza miundombinu kwani serikali inaijenga kwa ajili yao. Mekaa huko duniani mitandaoni wanavyoandika mambo mabaya dhidi ya serikali ni kama hivi hakuna jambo limefanya nini? Limefanyika. Sasa nyinyi hampo mitandaoni, wengine mpo mitandaoni. Waje huku Iramba waone maendeleo yaliyopo, sio kukaa Instagram na WhatsApp huko. Itatuletea elimu nzuri, watoto watasoma vizuri, elimu itapanuka, itatuletea manufaa. Watoto wetu walikuwa wanasoma wanaenda sehemu tofauti, lakini sasa hivi watakuwa wanasoma hapa hapa nyumbani. Barabara ya Kitukutu, Gumanga, Mkalama, Sibiti ni miongoni mwa miradi iliyotembelewa ambao ukikamilika utakuwa ni mkombozi na kufungua fursa za kiuchumi kwa wananchi wa Singida na kanda ya Ziwa. Barabara hii itakwenda kuwa mkombozi katika mikoa yetu miwili, lakini barabara hii itakwenda kufungua fursa pana ya kiuchumi kanda ya Ziwa pamoja na kanda hii, kwa sababu hii itakapokamilika itaenda kuunganisha mkoa wa Mara, itaunganisha mkoa wa Mwanza, itaunganisha mkoa wa Shinyanga na hatimaye tutaelekea mpaka Geita kule. Esther Mtebe, Plus Weekend. Januari 22 alifanya mkutano mkubwa katika wilaya ya Ikungi. Katika mkutano huo aliwaambia wananchi wa Ikungi kuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika kipindi cha mwaka 2020-2021 hadi kipindi cha mwaka 2024-2025 ametoa shilingi trilioni 1.7 na katika kipindi cha mwaka 2020-2025 na mwaka 2020-2026 ametoa shilingi bilioni 264 mkoani Singida, fedha ambazo zimeboresha huduma za maji, elimu, umeme pamoja na miundombinu ya barabara, jambo lililoinua hali ya hadhi ya wananchi wa mkoa huo. Katika mkutano huo pia uliofanyika katika viwanja vya Puma, Katibu wa NEC Kenan Kihongosi aliwataka wananchi waitunze miradi hiyo na wala wasikubali ushawishi wa vyama visivyo na hoja ya maendeleo kuharibu miundombinu hiyo ambayo serikali imeijenga kwa gharama kubwa. Na Chama cha Mapinduzi tunaheshimu demokrasia ya vyama vingi. Sasa kuna watu wameishiwa hoja, hawaaminiki na Watanzania, hawana ushawishi, wamepoteza mvuto, wamekimbilia kwenye vurugu. Wanaikungi wakataeni. Umefanya mikutano kila wilaya uliokanyaga. Katika hali ya kawaida hakuna changamoto kubwa ambayo inatisha kwamba Chama cha Mapinduzi haijafanya ina deni. Wengi walionyanyuka wanaongelea masuala yao binafsi. Ukiona hivyo kuna kazi kubwa chini imeshafanyika. Ninaomba wanaume mtuache. Mlitawala miaka yote, awamu 5, awamu ya 6 ya mwanamke. Mnatunyanyasa. Wanaume tulieni tuwaongoze. Zamu yenu itakuja. Hatatokeza hata mmoja kumbeza amiri jeshi mkuu, mwenyekiti wetu wa chama na rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Tutamlinda. Wanasema ya kwamba kuna changamoto ya tembo ambao wanavamia hadi nyumba za watu. Wanaingia ndani ya nyumba, wanachukua chakula cha ndani ya nyumba na watu wetu hawa wanapata hasara. Mapema ndugu Kihongosi alitembelea na kukagua shule ya msingi Puma ambayo imejengwa kwa gharama ya zaidi ya shilingi milioni 500. Ezekiel Mwambopo, Plus Weekend. Kihii mkoani Tanga, wilaya ya Handeni, mwanamke aliyefahamika kwa jina la Hadija Juma alikadiriwa kuwa na umri wa miaka 30 alifariki dunia wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya mji wa Handeni baada ya kudaiwa kuchomwa kisu na mume wake. Huu hapa ni undani wa tukio hili. Bakari Kidebwe ni balozi wa mtaa wa Mji Mpya, mahali ambapo ndipo alipokuwa akiishi marehemu, na hapa balozi huyo anaelezea tukio hilo la kusikitisha. Huyu mama alikuwa anagonga getini kwangu, akauliza, balozi, nipeleke hospitali, nimejeruhiwa na mume wangu. Kuangalia majeraha, yule mume kamchoma kisu pembeni kwenye utumbo huku mara 2, kushoto na kulia. Baadhi ya ndugu pamoja na majirani wa marehemu wanaelezea visa ambavyo vimekuwa vikijitokeza kati ya marehemu pamoja na mume wake, huku mganga mkuu wa halmashauri ya mji wa Handeni Dr. Hudi Shedadi akikiri kumpokea Bi Hadija Juma akiwa majeruhi na hadi alipokutwa na mauti. Tukio hili limeanza ugomvi. Mara kwanza alikuwa amempiga,
kumpiga hapo ndio akamwambia nataka hapo uondoke uende kwenu maana mimi sijafunga ndoa na mimi. Akamwambia nipe muda wa siku 3. Muda wa siku 3 kabla hajampa akamfungashia nguo ikakaa siku vuruga akamwambiaje ipo siku nitakuweka kilema cha maisha. Tulipigiwa tu simu kwamba naumwa au mtu kapchomwa kisu usiku. Tukatoka asubuhi jana tukaingia majira ya saa 5. Ndo tukamhudhuria mdogo wetu anaumwa, nikakaa naye hapo ndani nikamuuliza vipi, akanijibu akasema mimi dada nakufa siponi. Inasadikika kwamba alishambuliwa na alifika kwenye hospitali yetu na alipatiwa matibabu kwa kadri ambavyo madaktari wameweza kumhudumia, lakini kwa bahati mbaya alipoteza maisha. Jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi wa tukio hilo, ambapo akiongea kwa njia ya simu kamanda wa polisi mkoa wa Tanga Almachius Mchunguzi anatoa wito kwa wananchi juu ya kujichukulia sheria mkononi. Sasa ni kwamba kuchukua sheria mkononi ni kinyume cha sheria. Na anayefanya hivyo maana yake sheria haitamwacha, lazima itashughulika naye. Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi. Amin. Na katika tukio jingine katika mkoa wa Tabora wilayani Nzega, mtoto mchanga wa kike alikadiriwa kuwa na umri wa siku 5 alitelekezwa ndani kwenye nyumba ya kulala wageni, huku mtu anayedhaniwa kuwa ni mama mzazi wa mtoto huyo akitokomea kusikojulikana. Tupate undani wa kisa hicho kutoka kwa shuhuda wetu eneo hilo. Huu ni mtaa wa Ntinginya, kata ya Nzega Mashariki, eneo ambalo limetokea tukio hilo la kikatili. Mwanamke ambaye hajaweza kufahamika mara moja amemtelekeza malaika huyo asiye na hatia. Baadhi ya mashuhuda akiwemo mhudumu aliyempokea mwanamke huyo akiwa na mtoto mchanga wanasimulia mkasa huo uliotokea katikati ya mji wa Nzega kwenye nyumba ya kulala wageni majira ya saa 1:30 jioni. Alikuja dada mmoja akiwa anahitaji huduma ya vyumba. Kabla sijamhudumia, nilikuwa nahudumia wateja wengine. Nikawa nimemuomba anisubiri kidogo mapokezi. Baada ya kuhudumia wale wateja wengine kurudi mapokezi, ndipo nilikuta kitoto kile kidogo akitelekeza. Imenisikitisha kwa sababu mtoto anatakiwa alelewe na mzazi aliyemzaa. Sasa kama itakuwa alelewe na mtu mwingine, mapenzi hayawezi kuwa kama mzazi aliyemzaa. Hata hivyo, mtoto huyo mchanga baada ya kukutwa na wasamaria wema akiwa amelazwa chini sakafuni eneo la mapokezi, alipelekwa hospitali ya wilaya ya Nzega kwa ajili ya matibabu. Tulimpima viashiria vya mwili kuashiria usalama, hatukuona changamoto yoyote. Kwa hiyo tulimweka katika dawa ambazo tulikuwa tukiamini kwamba zitaenda kumsaidia. Mkuu wa wilaya ya Nzega na Itapwa Kitukai amelaani vikali kitendo hicho, huku akitangaza donge nono kwa yoyote atakayefanikisha kupatikana kwa mwanamke huyo aliyetenda ukatili huo na kisha kutokomea kusikojulikana. Inatuumiza sote ambao tunajua thamani ya mtoto. Kwa kweli mimi ninaomba yoyote mwenye taarifa ya mama ambaye ametelekeza mtoto alete taarifa. Na sasa ni Plus Weekend kimataifa. Na mwishoni mwa wiki iliyopita mashindano ya mpira wa miguu kwa timu za wanaume za mataifa ya Afrika ilihitimishwa nchini Morocco kwa mchezo wa fainali uliozikutanisha timu za Morocco na Senegal. Na Senegal ndio waliokuwa ushindi wa ubingwa huo. Sasa baada ya ubingwa huo, wiki hii waliporejea nyumbani, Senegal walipelekwa kishujaa na serikali kuu iliwapongeza kwa zawadi za kipekee. Hii ni simulizi ya tukio hilo la ushindi wa Senegal. Rais wa Senegal Bassirou Faye ametoa zawadi ya dola za Kimarekani 135,000 sawa na shilingi za Kitanzania milioni 342 na kipande cha ardhi chenye ukubwa wa mita za mraba 1500 katika eneo la pwani kwa kila mchezaji wa timu ya taifa ya mpira wa miguu aliyekuwemo kwenye kikosi kilichotoa ubingwa wa mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON yaliyofanyika nchini Morocco. Mbali na zawadi hizo, Rais Faye alitunuku nishani ya heshima ya juu ya kitaifa ya nchi hiyo, yani Commander of the National Order of the Lions, kwa wachezaji wote, kocha mkuu na viongozi wa benchi la ufundi. Katika hotuba yake kwenye hafla hiyo iliyofanyika mjini Dakar, Rais Faye alisema ubingwa huo umeiletea Senegal heshima kubwa barani Afrika na duniani kwa ujumla, akibainisha kuwa mafanikio hayo yameimarisha mshikamano wa kitaifa. Aliwasifu kocha na wachezaji hao na kwamba amekuwa mabalozi wazuri wa nchi yao kupitia michezo
kwa kuonesha nidhamu, ukakamavu, mshikamano na uzalendo wa hali ya juu. Eden Bahati, Plus Weekend. Tumalize na tukio hili kubwa kimataifa kwa juma hili tunalolimaliza. Wiki hii Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kufuta mwaliko wa Canada kwenye bodi ya amani katika chapisho lake kwenye mtandao wa kijamii wa Truth Social bila kutoa sababu ya kuchukua hatua hiyo. Hata hivyo, katika hotuba yake kwenye mkutano wa uchumi wa Davos siku ya Alhamis, alidai viongozi wa Canada hawana shukrani na kuongeza kuwa Canada ipo kwa sababu ya Marekani, huku waziri mkuu wa nchi hiyo kukumbuka hilo anapotoa matamshi yake. Canada ni moja ya mataifa ambayo hayakuthibitisha kujiunga na bodi hiyo iliyozinduliwa Alhamis, na waziri mkuu wa Canada alisema kimsingi nchi yake inaweza kushiriki, lakini bado kuna masuala ambayo hayajakamilika. Rais Donald Trump alizindua rasmi bodi hiyo mpya katika jukwaa la uchumi duniani huko Davos, Uswisi, ambayo wakosoaji wanaiona kama itakayokuwa mpinzani wa Umoja wa Mataifa. Ezekiel Mwambopo, Weekend Plus. Na kwa taarifa hiyo ya Donald Trump kufuta mwaliko wa Canada, tunaweka nukta ya Plus Weekend kwa juma hili. Tukutane tena juma lijalo kuangalia yale yatakayojiri katika juma hilo kwa uzito zaidi. Jina langu ni Witness Matiku. Kwa heri.